Naomba niwajulishe kwa mke wangu mpenzi, huyu ni ndugu Leroy na Paul Kopp wa Los Angeles, California. Nafurahi kuwa nanyi nyumbani kwetu, ndugu Kopp. Ndugu Branham, katika miamsho yako miwili mikubwa huko Los Angeles, katika hekalu la Kalvari, tuliona kwamba Bwana Yesu Kristo alikutumia kwa njia maalum sana, kwa karama hizi za ajabu sana, kutambua roho za mioyo ya watu na magonjwa ya miili yao, na ishara na maajabu yaliyofanywa. Ilipendeza sana. Tunataka ndugu Branham kusikia zaidi kuhusu huduma hii ya kipekee ambayo Mungu amekupea. Vema sana ndugu Kopp. Hebu turudi mwanzoni. Nilizaliwa Kentucky Mashariki, katika kibanda kidogo cha Magogo karibu na Vaucansville, Kentucky. Asubuhi niliyozaliwa, ninaambiwa na wazazi wangu ya kwamba kulikuwa na nuru iliyoingia chumbani na kuning'inia juu yangu. Watu wangu hawakuwa watu wa dini, hawakwenda kwenye kanisa lolote. Bila shaka hii iliwashangaza sana. Imenifuata maishani mwangu mwote. Hivi majuzi waliipiga picha katika ulimwengu wa kisayansi kama inavyoonyeshwa hapa. Labda mnaifahamu picha hii. Ilithibitishwa na sayansi ya kwamba kilikuwa ndicho kiumbe cha kipekee cha kimbinguni kilichopata kupigwa picha kisayansi. Nionavyo mimi, ni malaika yule yule wa Mungu aliyewafuata wana wa Israeli kutoka Misri kuingia Palestina. Unajua kama msomi wewe mwenyewe, huyo alikuwa ni malaika wa agano, si mwingine ila Bwana wetu Yesu Kristo. Na alipokuwa hapa duniani akidhihirishwa katika mwili, yeye hakudai kuwa mtu mkubwa. Alisema mwana hawezi kufanya neno, ni vile tu Baba anavyomwonyesha. Katika Yohana Mtakatifu mlango wa 5, labda unalijua andiko hilo. Yesu alipitia kwenye birika hili lililojulikana sana la Bethsaida. Aliwaona watu wengi viwete pale, vipofu na waliopooza, walemavu, wakingojea maji yachemke. Ajabu ni kwamba alimhudumia mmoja tu, bali kama utaangalia, alijua mahali mtu huyo alipokuwa. Baba alikuwa amemwonyesha. Alimponya huyu. Labda hakuwa kiwete, alikuwa tu amelala kwenye godoro, bali Yesu alimponya. Halafu basi hapo mbele katika mlango huo tunaona yapata kifungu cha 19 kwamba Wayahudi walimswali. Labda lingeswaliwa leo, ni kwa nini Mungu angepita mahali ambapo watu hao wote walikuwa viwete na walipooza, vipofu, wala hasiwaponye wote? Bali hapa nina yanukuu maneno yake. Yeye alisema, amin amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona Baba analitenda, ndilo atendalo mwana. Basi kulingana neno lake mwenyewe, huduma yake iliwekwa msingi juu ya maono kutoka kwa Baba yake. Lisingekuwa ni jambo la kigeni basi kwamba huduma yake inaendelezwa jinsi alivyoahidi wanafunzi wake. Mambo nifanyao mimi ninyi nanyi mtayafanya, makubwa kuliko haya mtayafanya, kwa kuwa ninaenda kwa Baba yangu. Yeye alisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Ninaamini ni thibitisho katika siku hii ya mwisho la kufuka kwa Yesu Kristo, akiishi miongoni mwa watu wake, akifanya ishara zile zile na maajabu aliyofanya alipokuwa hapa duniani. Kwenye umri wa miaka 7, tulitoka Kentucky tukahamia Indiana. Mbele kidogo barabarani karibu na mahali tunapoishi sasa, tulibeba maji yetu kutoka kwenye kisima yapata urefu fulani wa jengo la mji, nadhani nyuma ya nyumba hiyo ya kale ya mashambani. Alasiri moja nzuri ya Septemba, nikitoka kwenye mfereji huo nikiwa nimebeba maji, kulikuwa na mti mkubwa wa poplar kati ya mfereji nyumbani. Nilipopita pale, kulikuwa na upepo wa kisulisuli humo mtini. Tunaouita hapa upepo wa kisulisuli.
Mbona halikuwa jambo la kigeni wakati huu mwakani katika sehemu hii nchini, bali ulidumu mtini, haukuondoka. Nikasimama nione ni kitu gani. Ndipo sauti ikanena kutoka kwake ikasema, usivute sigara kamwe, wala kunywa pombe, wala kuchafua mwili wako kwa njia yoyote, kwa kuwa kutakuwako na kazi utakayofanya utakapokuwa mtu mzima. Ati kuogopa halitamkiki. Nilikimbia nyumbani upesi, nikamwambia mama yangu ya kwamba mtu fulani alisema nami kutoka mtini. Vema, alidhani nilikuwa na wasiwasi, akanilaza kitandani. Lakini tangu wakati huo maono yalianza kuja, na hili linaponijia husababisha ono. Ninaweza kuambia watu shida zao na yale wanayopaswa kufanya maishani na dhambi wanazoficha maishani mwao. Nikiwa na umri wa miaka 37, usiku mmoja nilikuwa nikiomba chumbani mwangu, na nilipoamka niliona kulikuwa na nuru sakafuni. Na nikiangalia kote kuona mahali ilipotoka, ilikuwa ikitoka juu. Nguzo ya moto ilikuwa ikining'inia juu yake kidogo, na ilikuwa ikimulika sakafuni. Nilimsikia mtu fulani akitembea, nikaangalia, kulikuwa na mtu aliyekuwa akija chumbani. Akiingia kwenye nuru hii, katika umbo la kibinadamu angekuwa na uzito wa karibu ratili 200. Alikuwa na nywele nyeusi zilizofika mabegani mwake, uso wa rangi ya mizeituni, alikuwa miguu mitupu. Hakika niliogopa. Akaniambia, usiogope. Mara nilipoisikia sauti hiyo, nilitambua ilikuwa ni sauti ile ile ambayo daima ilisema nami, bali ndio mara ya kwanza kumwona katika umbo la kibinadamu. Akasema, nimetumwa kutoka mbele za Mungu kukuambia kwamba inakupasa kuombea wagonjwa. Ishara kubwa na maajabu zitafuata huduma yako, nawe utakuwa ukiwaombea wafalme na watawala na kadhalika. Vema, nikamwambia nilikuwa maskini, sikuwa na elimu, nisingeweza kufanya kazi hii. Akasema, kama vile Musa alivyopewa ishara 2 za kudhibitisha huduma yake, kwamba mimi ningepewa ishara 2. Moja ingekuwa ni kuombea wagonjwa miujiza, na hiyo nyingine ingekuwa ungejua siri za mioyo ya watu. Nikamwambia kwamba nilikuwa nikiomba juu ya jambo hili ambalo watu waliniambia kwamba ilikuwa ni ibilisi, huduma hiyo. Alinirejesha kwenye maandiko mengi, kama vile wakati Filipo alipompata Nathanieli, naye Nathanieli akamjia Yesu. Mbona Yesu alimwambia mahali alipokuwa chini ya mti, hapo Nathanieli alipompata. Na maandiko mengine mengi, kama vile yule mwanamke kisimani, jinsi ambavyo alifunuliwa dhambi zake. Hapo Yesu alipomwambia alikuwa na waume 5, alikimbia mjini na kusema, huyu ndiye Kristo. Alirejea kwenye maandiko mengi mengine. Nikamwambia nitaenda. Alinihakikishia atakuwa pamoja nami daima, kama ujuavyo ndugu Kopp na ulimwengu ujuavyo juu ya mambo makuu ambayo yamekuwa yakitendeka katika huduma hii. Tulikuwa tukiwazia kama maono haya ningeyakumbuka kwa muda mrefu sana. Wakati fulani uliopita niliona moja kama miaka 4 iliyopita, hasa la mvulana mdogo akiwa amekufa kando ya barabara, amegongwa na gari na kuuawa, naye alikuwa atafufuliwa kutoka kwa wafu. Vema, nilimwambia kila mtu jambo hili, nikatabiri kote Marekani na Kanada. Likaandikwa kwenye ukurasa wa kwanza wa maelfu ya Biblia kwamba jambo hili litatukia. Siku moja tulipokuwa na miamsho huko Scandinavia, tulikuwa tukija kupitia Finland kutoka Kuopia, na kulikuwa na kundi la watu lililokusanyika kando ya barabara. Walikuwa kichungulia kiwiliwili fulani. Tukashuka tuangalie, huyo hapo yule mvulana mdogo, kila kitu tamasha jinsi tu nilivyoonyeshwa. Nikamwambia ndugu Mo, angalia katika Biblia yako uone kama si ile tamasha. Naam, akasema. Nilipiga magoti na kumwomba Bwana Yesu athibitishe neno lake alilokuwa amenionyesha na kuniambia litatukia. Mvulana huyo alifufuliwa tena, na Bwana wetu Yesu yuko hai na mwenye afya leo. Ndugu Kopp, haya ni machache tu ya mambo ambayo Bwana wetu Yesu anayafanya leo katika huduma alionipa. Nionavyo mimi ni kudhibitisha neno lake. Mambo aliahidi kwamba yangetukia siku hii tunayoona yakitukia leo. Sasa kuhusu uamsho huko Israeli, ndugu Kopp, ningefurahi sana kumtumikia Bwana wetu katika Israeli. Ninaamini huduma yangu itawachangamsha sana Wayahudi, kwa maana kama maandiko yasemavyo, Wayahudi hutafuta ishara, Wayunani hekima. Tunaamini Wayahudi wengi na wengine huko katika nchi takatifu watakuja kuamini kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye Masihi watakapoona Mkristo akitimiza unabii wa Yoheli katika Agano la Kale.
Naam, ndugu Kopp, nina hakika unarejea kwenye unabii wa Yoeli katika Agano la Kale, Yoeli 2:28, jinsi ilivyotabiri akisema kwamba katika siku za mwisho angeimwaga Roho yake juu ya wote wenye mwili. Wana na binti wangetabiri, wazee wangeota ndoto na vijana wangeona maono. Vema, ndugu Branham, nafikiri hatuna budi kusema kwaheri kwa sasa. Kweli tumefurahi na kuishwa sana. Tutafanya hima kuondoka, bali tutakuona Mungu akipenda huko Chicago katika siku kadhaa zijazo. Vema mabwana, imekuwa ni furaha kuwa nanyi nyumbani mwetu usiku wa leo. Tutakuwa tukiomba pamoja kwamba mkutano wa Chicago ufanikiwe, na kwa neema ya Mungu ninatumaini kukutana nanyi kule katika siku chache zijazo. Amina. Mngetaka chai kabla mjaondoka? Lo, vema, asante sana dada Branham, hiyo itakuwa ni sawa tu. Asante. Asante mpenzi.